Mwasi Kamani, atafuatiwa na Mheshimiwa Kunti Majara. Mheshimiwa Agnes Okororo ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika wizara hii muhimu sana kwa ustawi wa Tanzania, Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu kwa miaka minne nchi yetu imeshuhudia mapinduzi makubwa sana katika sekta ya kilimo. Sensa pekee tuliyofanya kwa kipindi hiki Mheshimiwa Mwenyekiti imetuonesha kwamba Watanzania wengi zaidi ya 70% wanategemea shughuli za kilimo. Kwa hiyo bajeti hii ni bajeti ya Watanzania walio wengi, na Mheshimiwa Rais ameendelea kutuheshimisha kwa kuweka ongezeko kubwa sana la bajeti, na mpaka sasa tunazungumza bajeti ya trilioni 1.2. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, manaibu makatibu wakuu na watendaji wote wa wizara hii. Mimi ni mjumbe wa kamati ambayo inasimamia wizara hii Mheshimiwa Mwenyekiti. Imekuwa ni wizara sikivu, kila tunapoishauri tunabadilishana mawazo na mwisho wa siku wanakwenda kutekeleza yale tunayoshauriana kwa mustakabali mzima wa Tanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitatoa mfano. Tulikuwa na mtikisiko mkubwa sana mwaka jana katika bajeti ya 23-24 katika swala zima la sukari. Wote tunajua namna gani tulitikisika humu ndani, tunajua namna gani Watanzania walitikisika. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan alisimama imara, waziri alisimama imara, kamati ilisimama imara, bunge hili lilisimama imara, na mpaka sasa tunavyozungumzia Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wanakamati tumekwisha kwenda kutembelea kiwanda ambacho kimefanya extension, na extension hiyo ikikamilika, swala la sisi kuagiza sukari itakuwa ni historia kwenye nchi hii. Mheshimiwa, mapinduzi makubwa yanayofanyika katika kilimo katika serikali ya awamu ya 6 yanakwenda kupunguza, ikiwezekana kuondoa kabisa changamoto ya umaskini kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya vitu ambavyo pia sisi vijana wa Kitanzania tutaendelea kumpenda, kumuombea na kumshikia bango Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni katika kutushirikisha sisi au kuona haja kushirikisha vijana na wanawake katika kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Samia Suluhu Hassan alisimama mbele ya Afrika nzima katika kikao kilichofanyika Dar es Salaam cha usalama wa chakula, akaahidi Afrika nzima kwamba nchi hii inakwenda kuhakikisha inashirikisha vijana na wanawake katika kilimo na kuhakikisha tunakwenda kuondoa kabisa changamoto ya usalama wa chakula, kwanza kwa nchi yetu, kwa Afrika, na ikiwezekana tutailisha dunia nzima. Na Dr. Samia Suluhu Hassan amesimamia msimamo huo, na mimi kama mwanakamati niko hapa kushuhudia. Mheshimiwa Mwenyekiti, program ya BBT tulianza rasmi Machi 2023. Tulianza kwa kuhakikisha tunaweka vijana na wanawake katika kilimo. Kwanza kuhakikisha tunawawezesha, lakini tunawavutia na kuhakikisha tunawekea miundombinu bora ili pale wanapoingia katika kilimo hicho kiwakomboe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa tuna miaka 2 tangu tuanze program hii. Na program hii watu wengi walishikilia bango katika kitu kimoja tu, lakini program hii ya BBT ina vitu vitano. Moja, ina mashamba makubwa ambayo ndio block farming. Lakini 2, kuna BBT financing ambayo ni swala kuwawezesha kiuchumi wanawake na vijana katika kushiriki kwenye shughuli za kilimo. Lakini tuna swala la uchimbaji wa visima kwa wakulima wadogo, borehole kwenye BBT. Lakini tuna swala la BBT ugani. Lakini pia tuna swala la value addition kwenye BBT. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swala zima la mashamba makubwa, tulianza na kurecruit vijana kama 812. Na vijana wale walipewa mafunzo, na mwisho wa siku walihitimu kupitia mafunzo ya JKT vijana kama 600 na kitu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumza sasa, pilot phase imefanyika katika mashamba makubwa mawili, Chinangali na Ndogowe. Na mpaka tunapozungumza sasa, sisi wanakamati tumetembelea zaidi ya mara 1 mara 2 kwenda kuangalia nini kinaendelea pale. Vijana wale wamejengewa nyumba. Zaidi ya 80% ya vijana wale walioko katika kambi zile za mashamba wanaishi kwenye nyumba ambazo waliahidiwa. Lakini vijana wale katika Chinangali wamepewa kila kijana ekari 5, lakini kwenye shamba la Ndogowe kila kijana ekari 1. Vijana wale wametengenezewa miundombinu kwa ajili ya umwagiliaji. Kuna sehemu nyingine ambako utaratibu unaendelea kuweka central pivot ya system ya umwagiliaji, lakini kuna kwingine drip systems zimekwisha kamilishwa. Lakini kuna bwawa linaloweza kubeba maji takriban lita milioni 27 limekwisha jengwa katika shamba la Chinangali. Wale vijana wanaendelea. Lakini Mwenyekiti, sisi wote tunajua nchi hii ina miaka 60 ya uhuru, lakini dunia hii imetokea mbali. Maendeleo ni hatua.
hatuwezi kuwa tumeanzisha BBT mwaka 2023 leo hii 25 tukataka tuwe tumekamilisha. Ila sisi tulio kwenda kuona na tunasimamia tunakiri kwamba hatua zilizofikiwa ni kubwa. Leo hii tunaamini na tulishauri kwamba ile system iliyotumika kurecruit wale vijana imeacha vijana wengi wakiamini kwamba na wao wangefaa kuingia mle. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru, ulikuwa msikivu. Ukasema hapana, tushushe katika ngazi za halmashauri. Na tunapozungumza sasa zaidi ya halmashauri 20 kwa maana halmashauri 21 katika mikoa 9 zimekwisha anzisha system za BBT. Lakini tunapozungumza sasa halmashauri ziko katika mazungumzo na wizara yetu kuhakikisha zinatenga maeneo haya yanapatikana na wizara inaingia kuanzisha haya mashamba makubwa ili kijana asilazimike halmashauri yake apate kufikiwa na neema hii. Na hii ndicho tunachosema kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kwamba vijana wajikomboe katika umaskini na wajiajiri kupitia kilimo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala zima la visima, juzi tu hapa tumeona Mheshimiwa Waziri ametutangazia kwamba kuna magari yameshakuja, magari 12 ya kuchimba visima. Visima zaidi ya 1062 vitachimbwa kwenye mashamba ya wakulima wadogo wadogo. Na wote tunajua kilimo hakihitaji mvua, kilimo kinahitaji maji. Na maji ndo haya waziri leo kupitia visima hivi tunakwenda kuondoa changamoto hii na wakulima watalima mwaka mzima. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye swala zima la BBT financing, kwenye hili kwa kweli tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati anaingia alituahidi kwamba atahakikisha mikopo katika kilimo inapata riba ya single digit. Tunapozungumza sasa, benki ya kilimo na benki za kibiashara zinatoa mikopo kwa wakulima kwa 9%. Lakini si hivyo tu, Mheshimiwa Waziri na wabunge wote hapa mtakuwa mashahidi. Mkulima alikuwa hakopesheki katika benki za kibiashara. Lakini kupitia program mbalimbali zinazoendelea mkulima sasa ameaminiwa na anakopesheka katika benki za kibiashara. Leo hii tunazungumzia program kupitia Adjective, kuna mikopo inatoka kwa vijana kwa 4.5%. Tunachotakiwa kufanya ni kuchangamkia fursa hizi, lakini Dr. Samia Suluhu Hassan ametufungulia milango ya kuhakikisha wa vijana na wanawake wanawezeshwa. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa swala zima la BBT ugani, Mheshimiwa Mwenyekiti, wameanza katika mazao ya korosho na pamba ambako vijana kwa kushirikiana na chuo cha SUA vijana ugani waliosoma elimu ya kilimo wanapelekwa kwenda kusaidia wakulima kwenye uzalishaji. Leo hii tunapozungumzia katika zao la pamba peke yake vijana maafisa ugani zaidi ya 730 wamepelekwa katika mikoa inayolima pamba. Na katika hili Mheshimiwa Mwenyekiti, samahani dakika chache, nimpongeze sana mwenyekiti wa bodi ya pamba kwa sababu vijana hawa kwa kazi waliofanya kwa msimu mmoja haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii. Wakulima wa pamba mikoa inayolima pamba watatuambia hapa ilikuwa ni kwa eka moja kilo hazizidi 200 miaka yote. Lakini kwa mwaka huu Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima wamevuna kuanzia kilo 1000, 1500 na kuna wengine wanazungumzia 2000 kwa ekari moja ya pamba kupitia vijana hawa. Lakini pia vivyo hivyo kwenye korosho tunategemea kwamba kupitia programu hii vijana hawa waende katika mazao yote ili tuweze kukuza uzalishaji. Na tunapozungumzia swala la kulisha Afrika na kulisha dunia, hiki ndicho tunachozungumzia Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi ni shauri mambo ya machache Mheshimiwa Mwenyekiti, samahani kwa Mheshimiwa, muda wako ulishaisha, tuna wachangiaji wengi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo naunga mkono. Asante.